Kwa sasa anga la Irani linatanda moshi wa tahadhari na sauti za meli za kivita zikigonga mawimbi ya Ghuba. Jamhuri ya Kiislamu ya Irani imeandika ukurasa mwingine wa uthabiti wake wa kihistoria, wakati mataifa makubwa yakipima misuli na kutikisa meza ya nguvu. Teherani inajibu kwa sauti tulivu lakini nzito, sauti ya taifa lisilotikiswa, lisiloyumba. Kutoka Abuja, mji mkuu wa Nigeria, balozi wa Iran ametuma ujumbe uliojaa ujasiri. Iran haina hofu wala haina wasiwasi juu ya kuongezeka kwa mkusanyiko wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Badala ya woga, Irani imechagua umakini, kwani kila hatua ya Marekani inafuatiliwa, kila harakati inapimwa, kila tishio linachambuliwa kwa macho ya jeshi lililo tayari. Kwa sababu wakati Marekani ikituma silaha na meli zake, Rais Donald Trump akiendeleza lugha ya vitisho dhidi ya Teherani, Irani inajibu kwa kauli nzito zaidi, kauli inayogusa uchumi na usalama wa dunia nzima. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC imetangaza wazi kuwa Irani ina udhibiti kamili wa mlango wa Hormuz, lango muhimu linalobeba damu ya biashara ya mafuta ya dunia. Katika kauli yenye uzito wa kijeshi na kisiasa, naibu kamanda wa jeshi la majini la IRGC, Brigedia Jenerali Mahmoud Akbazad alisisitiza msimamo wa Teherani. Na hapa nanukuu, Irani haitafuti vita, lakini iko tayari kikamilifu kwa aina yoyote ya uchokozi. Mwisho wa kunukuu. Ripoti zinaonyesha kuwa Marekani imetuma manowari yake kubwa ya kivita USS Abraham Lincoln katika eneo hilo. Ujumbe wake ni wazi: kuonyesha nguvu, kuonya na kujaribu kuibua shinikizo. Lakini Irani kwa upande wake inasisitiza kwamba haiko katika harakati za kuanzisha vita, badala yake imeweka wazi wanajeshi wake katika hali ya utayari kamili, hali ambayo inaruhusu kujibu kwa kasi, nguvu na umakini pale inapolazimika. Kutoka Afrika Magharibi, balozi wa Irani nchini Nigeria, Ghulamreza Mahdavi Raja alizungumza kwa sauti ya utulivu lakini yenye makali ya tahadhari, na hapa nanukuu: tunafuatilia kwa karibu sana mkusanyiko huu wa kijeshi wa Marekani. Hatuna hofu hata kidogo, kwa sababu tuko tayari kujibu kwa ukali wowote endapo kutakuwa na uingiliaji wa kijeshi kutoka Marekani au nchi nyingine yoyote. Mwisho wa kunukuu. Irani halizungumzii vitisho pekee, inagusa pia historia ya hivi karibuni, vita ya siku 12 vilivyohusisha Iran, Israeli na Marekani miezi 6 iliyopita, vita ambavyo vilitikisa hisia za dunia, lakini pia vilionyesha wazi mstari wa marafiki na wasio marafiki. Katika muktadha huo, balozi wa Irani alitoa shukrani za dhati kwa serikali ya Nigeria na watu wake, akisema, tunathamini sana msimamo wa serikali ya Nigeria. Wakati wa vita vya siku 12, Nigeria ilisimama katika msimamo chanya wa haki na busara. Mwisho wa kunukuu. Hiyo ni kauli iliyoashiria diplomasia ya shukrani, ambapo Irani inaonyesha kwamba licha ya msimamo wake wa kijeshi, bado inathamini mshikamano wa kimataifa. Irani imetangaza rasmi kuingizwa kwa ndege za kivita, yaani droni 1000 za kimkakati ndani ya vikosi vyake vya mapambano, ikiwa ni tangazo linalosikika kama ngurumo angani, ishara ya taifa linalojiandaa, si kwa maneno bali kwa chuma na akili ya kiteknolojia. Jeshi la Irani linasema droni hizo zimesambazwa katika vitengo vya ardhi, bahari na anga, zikikusudiwa kuongeza uwezo wa kujibu mashambulizi kwa kasi ya radi, huku likifuatilia kwa jicho kali vitisho vipya vinavyochipuka katika ukanda unaochemka kisiasa. Hatua hiyo inaonyesha wazi kuwa Irani imeamua kufanya drones kuwa mhimili wa mkakati wake wa kujilinda na kuzuia adui katika zama hizi ambapo vita havipigwi tena kwa vifaru pekee, bali kwa algoriti, radi na mashine zisizo na rubani. Teherani inaweka dau lake mezani, na ni dau kubwa. Droni sasa ndizo askari wa mstari wa mbele katika vita vya kisasa, zikibadilisha mizani ya nguvu kati ya mataifa na kuvunja dhana za zamani za ubabe wa kijeshi. Wakati Irani ikiongeza misuli ya anga, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa armada ya kijeshi ya Marekani inaelekea Ghuba ya Uajemi,
huku Washington ikifuatilia kwa karibu kila hatua ya Teherani, kwani Trump amesema wazi kuwa chaguo la hatua za kijeshi bado lipo mezani, ingawa kwa upande mwingine Irani nayo inasema iko tayari kwa diplomasia na mazungumzo, mradi heshima ya taifa ihifadhiwe. Lakini onyo limesikika wazi kutoka Teherani: makosa yoyote ya kimahesabu hayatapita bila jibu. Akizungumza kwa sauti nzito ya mamlaka, Meja Jenerali Amir Hatami alisema kuwa kulinda na kuimarisha faida za kimkakati ni jukumu lisilo na mwisho kwa jeshi la Iran, na hapa nanukuu, tunahitaji utayari wa mapigano wa haraka na jibu la mwisho litakuwa kali kwa yeyote atakayethubutu kuvuka mstari, mwisho wa kunukuu, alisema Hatami, kauli iliyosikika kama muhuri wa chuma kwenye sera ya ulinzi ya Irani. Kwa kuingiza droni 1000 vitani, Irani haitumii tu silaha, inatumia ujumbe kwa marafiki na maadui kwamba anga la Mashariki ya Kati si tupu, na kwamba mwaka 2026 umefunguliwa kwa zama mpya za makubaliano ya kimkakati ambapo macho yasiyo na rubani yanaweza kuamua hatima ya mataifa.